na mambo ya kimaisha kwa ujumla, kwa sababu tunafahamu Fatima na Ali radhiallahu anhuma walikuwa ni maskini. Fatima alikuwa akifanya kazi katika nyumba za Mayahudi ndio aweze kupata riziki ya kuja kuipikia familia yake, na huyu ni binti wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekuja kumtembelea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwangalia, akaona binti yake amebeba mambo mazito, akamwambia, ya Fatima, ewe binti yangu, nataka nikufundishe dua ambayo ukiwa unaiomba kila siku hiyo dua na ulimi wako ukawa unatamka kila mara hiyo dua, Allah subhanahu wa ta'ala atakuondoshia yote ulionayo. Fatima radhiallahu anha akasema, alimni ya abati, fundishe wewe babangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwa kumwambia, qul au quli, sema wewe Fatima, ya hayyu ya qayyum, ewe ulio hai, ewe msimamiaji wa mambo. Naomba na sisi tuhifadhi ndugu zangu, ya hayyu ya qayyum, ewe uliye hai, ewe unayesimamia mambo yote, birahmatika astaghith, nakimbilia katika rehema yako, nakimbilia, nataka msaada katika huruma yako. Aslih li sha'ani kulla, nitengenezee mambo yangu yote, wala takilni ila nafsi tarafata ain, wala usiniachie nikajiamulia mambo yangu, nikayaendesha mambo yangu hata kwa muda wa kutikisa jicho. Dua hii ndugu zangu wa Islam, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha mbora wa viumbe ambaye ni binti yake na anayempenda sana, vile vile ametufundisha na sisi. Sisi sote hapa, kila mtu akifungua kwenye kifua chake ana majambo ameyabeba. Kuna mambo mazito, kuna watu wanauguliwa, kuna watu wana madeni, kuna watu wana matatizo kazini, kuna watu wana matatizo katika familia zao. Yani anashindwa atamuhadithia nani. Usimuhadithie mtu yoyote, mkimbilie Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sha'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarafata ain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mwambie Sheikh, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Sheikh Shamsu ni katibu mkuu wa